Gwajima. Ukiambiwa uchague wali maharagwe au uchague nyama na mshikaki, utachagua nini? Ukisikia wakati wa maridhiano na muda wa kuridhiana, kuweka tofauti pembeni, kuchapa kazi, huu ndio maana yake. Basi elewa kwamba maana halisi ya kukwambia hivyo na kutokana na kauli ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naye si mwingine Mwigulu Nchemba. Ameongea mbele ya wananchi kwamba kokote kule aliko Gwajima ajisikie amani, ajisikie huru. IGP pamoja na polisi wasiwaze kumtafuta, na akionekana Askofu Gwajima asisumbuliwe kwa namna yoyote ile. Ameitoa kauli hii Mheshimiwa Waziri Mkuu na kusema kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan tayari amekwisha kusema kwamba hata wale vijana ambao waliofuata mkumbo kwenda kufanya vurugu katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, basi waachiwe huru wale wote waliokamatwa na kushikiliwa na jeshi la polisi. Hivyo basi Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye pia amesema kwamba wapo katika kutekeleza maelekezo ya mkuu wa nchi, na hivyo Dr. Samia Suluhu Hassan amesema pia hata vyombo vya dini, viongozi wa dini, wale wote ambao waliokuwa wana vizuizi kwa namna moja ama nyingine, kuanzia sasa wawe huru kufanya mambo yao. Na hata hivyo Mwigulu Nchemba amezidi kukazia na kusema kwamba waumini wanaweza kusema kwamba kanisa sawa limefunguliwa, kanisa la Ufufuo na Uzima. Sasa vipi kuhusu baba yao wa kiroho? Yuko wapi? Mbona sasa yeye hajaachiwa huru? Hivyo basi Waziri Mkuu amesema kwamba na haya ni maelekezo, maagizo kutoka kwake kwenda kwa IGP pamoja na jeshi lote la polisi, kwamba kokote kule aliko Gwajima asisumbuliwe, na akionekana anaendelea na kuendeleza kanisa lake la Ufufuo na Uzima, basi wasiweze kumfuatilia na wala wasiweze kumpa ghasia yoyote. Huu ni muda wa maridhiano, mambo yaliyopita yamepita, sasa maisha yanaendelea. Ni bado sakata linazidi kuwa la moto kuambia kwamba mtoto akililia wembe basi mpatie, ukimkata ti atajua tu kabisa kumbe unakata wewe. Sasa hii ilikuwa ni update ambayo nimekusogezea wewe, na nikwambie kwamba ni lazima nikusogezee na nikupatie mambo mazuri kama haya uendelee kuwa unayafahamu zaidi. Hebu niambie maoni yako hapo chini ya video hii. Hebu sema, je, unaona ni sawa serikali inavyoleta maridhiano haya na maridhiano ya kuweza kuwaachia au kuwapa uhuru wale watu ambao walionekana kabisa kwamba ni tatizo, ni janga Kwa hiyo wewe kama wewe una maoni gani? Toa maoni yako, lakini maoni yako sio ni kwa ubaya. Hapo chini ya video hii pitia maoni yako, ikiwezekana acha na namba yako hata ya simu hapo nini. Unaweza kuwa umetoa maoni mazuri, tukakupigia simu alafu tukakufanyia interview ukasema alafu baada ya kuwa tumekuoji sauti yako na maoni yako tunaweka kwenye mtandao wa kijamii ili wengine waweze kujifunza na kuelewa mengi zaidi. Kama bado hujasubscribe channel hii, basi tu nikwambie kwamba chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Hebu libonyeze ile neno subscribe hapo chini, utakuwa ni moja kati ya familia yetu. Usisahau kulike. Niko hapa na niko kwa ajili yako. Tuombeane sana wakati mwingine. Bye bye.